Ndugu Katibu Mkuu, jina langu mimi ni Isaac Sikutatu. Isaac Sikutatu. 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 Kero yangu kubwa ni barabara kutoka Mbawa Bay Itui. Barabara hii imefanyiwa upembuzi yakinifu zaidi ya miaka 15. Na wakati hayati Magufuli alikuwa rais, Mama Samia rais wa sasa hivi alikuwa makamu wake. Alifika Liuli katika uchaguzi uliopita akatuahidi, akasema tu uchaguzi sisi ukipita barabara hii lami. Lakini bahati mbaya mpaka leo hakuna. Katibu Mkuu, tunaomba tupeleke salamu zetu hizo. Barabara hii ni chafu sana. Tunataka lami. Sasa sina zaidi hapa. Kwa maneno mengine, huyu mzee ndiye ametisha kuliko wote. Ndio ametisha kuliko wote. Haya, basi tutalizungumzia. Mkurugenzi yupo. Mkurugenzi wa halmashauri. Nashukuru kwa nafasi ndugu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Nyasa safi. Naomba nitoe maelezo ya kero takriban 3 ambazo zimeelezwa na wananchi wetu wa Nyasa. Tukianza na kero ambayo imeelezwa na ndugu Kasia Soko kuhusu shule ya msingi Muungano kutokuwa na maji. Mheshimiwa Katibu Mkuu, ni kuhakikishie kwamba halmashauri tayari imeshafanya mobilization ya resources kwa ajili ya kuweza kufunga miundombinu pale, na hadi sasa tayari tuna rola 7 ambazo zinatakiwa kuanzia eneo la kitongoji Muungano katika kijiji cha Liuli kuweza kumalizia maji katika eneo la shule, na hili litafanyika immediately baada ya ziara yako. Kuhusu shule ya msingi Kitupi, kama ambavyo ndugu Richard Mbele aliweza kutoa kero yake kuhusu boma ambalo halijakamilishwa kwa takriban miaka 3. Kwenye nani hii, kwenye shule issue ya umeme. Alisema maji na umeme. Kwenye swala la umeme tayari tulishawaandikia TANESCO kwa ajili ya kuweza kuingiza umeme, kufikisha umeme katika maeneo yote yenye taasisi kama shule pamoja na vituo vya kutolea huduma za afya. Kuhusu shule ya msingi Kitupi, kuwepo na boma ambalo linakwamisha watoto kuweza kusoma kwa nafasi, kwa sababu wana share chumba kimoja cha darasa kwa darasa la 6 na 7. Tayari tumetengea bajeti kwa bajeti ya 2025-26 shilingi bilioni 12.5. Hizi zinakwenda kufanya ukamilishaji wa boma hili ambalo lilijengwa na wananchi katika jitihada za kuunga mkono juhudi za wananchi katika kujikwamua na kero ambazo zipo katika maeneo yao. Nyasa safi. Samahani mkurugenzi. Hii mmeshaitengea bajeti ya boma hii milioni 12.5. Unahisi lini hivi linaweza likawa limekamilika hili? Hili Mheshimiwa Katibu Mkuu, ndani ya mwaka wa fedha ujao kuanzia Julai 2025 mpaka kufikia robo ya kwanza kwa maana ya Oktoba 2025 tunatarajia kuwa tumeshapata hizi fedha na tuweze kufanya utekelezaji wa mradi huu. Basi mimi tufanye Julai huko mbali sana kaka. Basi ofisi ya Katibu Mkuu wa CCM itatoa hizo milioni 12 wiki ijayo ili mmalize. CCM oye! Haiwezekani serikali ya CCM inasubiri mwaka ujao wa fedha sijui Julai, wakati jambo la kumaliza wananchi wameshaonyesha jitihada, au sio? Kwa ofisi ya Katibu Mkuu itakusaidia. Tunashukuru sana ndugu Katibu Mkuu kwa ushirikiano huo, na tukuahidi ya kwamba tutakapopokea fedha hizi jambo hili litatekelezwa kwa haraka sana, ili ikiwezekana ndani ya mwaka huu watoto waweze kuanza kutumia hilo jengo ambalo lilikuwa halijakamilika. Changamoto ya 3 kama ilivyoletwa na ndugu Carlos ni kuhusu mgogoro uliopo katika mlima wa Ndengele. Mheshimiwa Katibu Mkuu,
milima hii ya Ndegele ilitangazwa kuwa hifadhi. Milima hii ilitangazwa kuwa hifadhi kwa tangazo la serikali GN ya mwaka 1994, GN namba 410, ambayo tayari alishakabidhiwa TFS kwa maana ya wakala wa misitu, na kwa kweli amekuwa akiendelea na shughuli za utunzaji. Lakini hata hivyo, baada ya kupokea malalamiko haya, ofisi ya mkuu wa wilaya kupitia kamati ya usalama tayari iliunda timu ya kwenda kuchunguza mgogoro huu, kwa sababu wananchi bado wanahitaji kutumia maeneo hayo kutokana na uhaba wa maeneo katika maeneo hayo ya Ndegele kama alivyoeleza Bwana Carlos. Timu hii tayari imeshafika na imeshafanya kazi hizi. Kazi iliyofanya ni kuchunguza athari za kimazingira ambazo zinaweza kuwepo kwa shughuli za kibinadamu, na iwapo hazitoharibu vyanzo vya maji, basi baadhi ya maeneo watarudishiwa wananchi ili waweze kutumia kwa ajili ya shughuli zao za kila siku. Sasa kuna mambo mawili ambayo ni yasemea mwisho, alafu la kwanza, katika mambo ambayo wananchi mlionekana kuyachukua kwa uzito sana, yaliyoshangiliwa kuliko yote, lililoongoza swala la barabara ya Mbamba Bay Litui, lililofuatia swala la tatizo la ajira. Sasa nitaanzia na hili la ajira. Nakubaliana nanyi kwamba sasa hivi tuna changamoto ya vijana wengi waliosomeshwa vizuri ambao hawana ajira, na hii ni changamoto ya kila serikali makini duniani. Maana serikali yetu tulipopata uhuru ilijielekeza kupambana na maadui watatu: ujinga, umasikini na maradhi. Mafanikio makubwa tuliyoyapata katika kupambana na ujinga ni kusomesha watoto wetu. Watanzania wamesoma, na mtu anayeweza kubisha angeona wakati Zuchu anaimbisha Kiingereza vijana walivyojibu huko. Kile Kiingereza cha wananyasa usingeweza kujua kwamba uko Nyasa, ungefikiri uko Uingereza. Kwa kweli ni kiwango cha elimu yetu ambacho kimeenda juu. Kwa hiyo ni wazi kwamba kwa chama kinachojitambua kama CCM, lazima sasa tunapoelekea kwenye uchaguzi unaokuja tuseme moja ya tatizo la msingi la kuhangaika nalo ni ajira za watoto wetu. Ni lazima tuboreshe uwezo wa serikali kuajiri, lakini lazima tuziimarishe sekta binafsi. Hakuna nchi yoyote duniani imefanikisha maendeleo yake bila kuzifanikisha sekta binafsi. Hakuna nchi yoyote duniani imefanikisha maendeleo yake bila kufanya watu wake waweze kujiajiri wao wenyewe na kuajiri wenzao. Nataka niwahakikishie, katika vipaumbele vya kwanza ambavyo tutavichukua katika ilani inayokuja ni kuhakikisha tunajenga uwezo wa sekta binafsi kuajiri watu wetu, lakini vile vile tunajenga uwezo wa wasomi wetu kuweza kujiajiri wenyewe, ili angalau baada ya miaka 5 inayokuja tukae hapa tukutane tena tuseme kwa kweli hatujaweza kulimaliza. Maana hakuna nchi yoyote, hata Marekani haijamaliza tatizo la ajira, lakini tuseme tumelipunguza. Angalau kwenye familia kuwe kuna mtu mmoja wawili wamepata ajira, wanaweza kusaidia wenzao. Uongo kweli? Kwa hiyo nawahakikishia kwenye ilani tunalichukua kwa uzito kamili, tutalifanyia kazi, lakini tunaanza kusisitizana toka sasa kwamba sekta binafsi ziimarishwe, uwezo wa watu wetu kujiajiri uimarishwe, lakini uwezo wa serikali kuajiri pia uboreshwe.